Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869730. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika darsa letu lenye anwani inayosema hifdhu sihati almawjuda wa raddu sihati almafquda, kwa maana kuilinda afya ulokuwa nayo na ni vipi utafanya ili kuirejesha afya iliyotoweka. Lakini atamulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tutakwenda kutazama alqilatu dawaliya, kwa maana tatizo la uwepo wa busha kwa mwanamume. Maana hatuna lugha nyingine, ndio hiyo hiyo. Sasa katika hali ya namna hii, na lengo la msingi la kuweka darasa hili ni kutaka kuwafahamisha watu ili waweze kufahamu tofauti baina ya tezi dume na maradhi ya busha kwa kina baba au kwa wanamume, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hakuna namna, lazima tuseme tu. Tulipokuwa pale Ghazali Muslim School, mashekhe zetu walitufundisha wakasema alqilatu dawaliya, kwa maana busha ni nini? Hiya tadakhumu yahduthu fil awridati almawjudati fi kisil jildi almuruni alladhi yahmilu alkhusiyataini ay kisu asufuni. Walisema mashekhe wetu ya kwamba hii busha ni nini? Wanasema hiya tadakhumu, nako ni ule uvimbe ambao yahduthu, unaopatikana au unaotokea fil awridatil mawjudati fi kisil jildil murni, katika mishipa ambayo inayopatikana katika sehemu inaitwa kisul jildi almurni, kwa maana katika ngozi iliyolaini ya sehemu ya korodani ya huyu mwanamume, tena ngozi ambayo yahmilul khusiyatain, inayobeba zile korodani zenyewe. Hapa pakipatikana uvimbe katika mishipa hii, ndio kunapatikana kitu kinachoitwa alqilatu dawaliya, kwa maana busha katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa hapo?
lakini kadhalika inaitwa kisu sufni kwa maana epididymis katika hali za namna hiyo. Watanqulu hadhihi al-awridatu damma al-khaliya min al-oksijena min al-khusiyataini wa tahduthu dawali al-khusya عندما يتجمع الدم في هذه الأوردة بدلا من دورانه خارج كيس السفن. Wakasema mashekhe zetu katika hali ya namna hiyo, yani mishipa hii inafanya kazi gani? Nataka tuone tofauti baina ya busha na tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wakasema watanqulu hadhihi al-awridatu damma al-khaliya, ya kwamba huwa inachukua mishipa hii ambayo inaitwa al-awrida, damu ambayo khaliya min al-oksijena, damu ambayo haina oxygen, maana yake damu chafu yenye sumu na ilokuwa mbaya, kwa sababu wakati damu inatumika mwilini huwa inachafuka, inakuwa na sumu, inakuwa mbaya. Kwa hali hiyo inatakiwa irudishwe katika al-adhin, katika sehemu ya moyo, ili moyo upeleke katika mapafu ikasafishwe, ndipo irejeshwe tena katika mwili wa mwanadamu. Na naelewa wewe mzee? Sasa kawaida ya hizi al-awrida, mishipa hii huwa inachukua nini? Inachukua damu al-khaliya min al-oksijena, damu ambayo iliyokosa oxygen min al-khusiyataini, kuitoa katika sehemu ya korodani za huyu mwanamume. Watahduthu dawaliyul khusya, lakini kadhalika utokea na kutengeneza kitu kinachoitwa busha indama yatajammau damu, pale ambapo inapojikusanya damu fi hadhihi al-awrida, katika mishipa hii, badala min dawranihi khariji kisi sufni, badala ya kuitoa damu hiyo katika sehemu ya kifuko cha korodani, inachofanyika ni kujikusanya ile damu katika maeneo kama hayo. Katika mazingira kama haya sasa ndipo utaona mtu anapata busha katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo kuna utofauti baina ya busha na tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Tunaelewana hapo? Lakini tunasema tahsulul khusiyatani ala dammil ghani bil oksijena min shiryanain, na kwamba kawaida ya korodani huwa inalishwa damu, tena damu ambayo yenye utajiri wa oxygen kutoka katika mishipa miwili. Tena mishipa hiyo miwili min sharainil khusya, miongoni mwa mishipa inayopatikana katika sehemu ya korodani ya mwanamume. Yani mishipa miwili ndio mishipa ambayo huwa inalisha damu katika korodani la huyu mwanamume, ambayo kwa mishipa hiyo kuna shiryanun wahidun likulli janibin, mshipa mmoja katika kila upande. Korodani ya upande wa kushoto inao mshipa ambao unalisha damu, na korodani upande wa kulia inao mshipa ambao unalisha damu, tena damu ambayo inakuwa ina kiwango cha oxygen. Hizo zinaitwa sharain katika hali ya namna moja au nyingine. Tunakwenda sawa? Tena shiryanun wahidun, mshipa mmoja, likulli janibin, unapatikana kila upande, min kisi sufni, katika kile kifuko maalum ambacho bila shaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala ndicho kinachobeba korodani zenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Wabil mithli, na hivyo hivyo ndivyo mfano namna ulivyo, yantaqilu aidha waridani min awridatil khusya ad-damma al-mustanfida minhu al-oksijena liaudatihi ila alqalbi. Lakini kadhalika na vile vile huwa mirija ambao unaoitwa shiryan, yani kadhalika yanqulu aidan waridan, yani mirija miwili huwa ina tabia ya kubeba
au kusafirisha damu min aurida, kutoka katika ile mishipa midogo midogo alkhusia inayopatikana katika korodani ya mwanamume. Adama huwa inabeba damu ziwaridani, sawa, zinabeba damu almustanfida minhu al-oksijaina, ambazo damu tayari zimeshatumika na zikawa zimeshapoteza uwepo wa oxygen. Ndio sasa zile waridi zinabeba ile damu ambayo tayari kwa sasa haina oxygen, inabeba kupeleka wapi? Liaudatihi ila alqalbi, ili irejeshe ile damu katika moyo wa huyu mwanadamu, ili moyo nao upeleke katika mapafu na kisha isafishwe tena na irudishwe tena, kazi iendelee biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Watujadu dakhilu kulli janibin min kisi sufni shabakatan min al-awridati as-saghirati ad-dhafiru ad-dawaliyu au ad-dawaliya. Lakini tunasema watujadu dakhilu kulli janibin, na inapatikana ndani ya kila upande, kwa maana upande wa kushoto na upande wa kulia, min kisi sufni, katika kile kifuko ambacho kinachobeba korodani zenyewe, kunapatikana nini? Shabakatan, kuna shabaka, yani kama unavyoona nyavu namna zilivyokaa, lakini minal aurida, nyavu ambazo zilizokaa kama nyavu, lakini ni kutokana na mishipa midogo midogo namna ilivyo. Lakini katika hali ya namna hiyo tena as-saghira, mishipa midogo midogo, kimaarifa tunaita ad-dhafiru dawaliya, kwa maana kama mifumo, yani ufumaji wa namna ilivyofumwa nini? Epididymis, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Tunakwenda sawa hapo? Epididymis ukinyoosha inafika mita 6. Na mfano wa hayo katika hali zana, lakini Mwenyezi Mungu ameweka imekuwa imejikunja haula nafsiha. Hatari sana katika, wewe angalia korodani jinsi ilivyo, alafu epididymis tayari kamekaa kadude tu fulani, hatari kubwa. Allah anatisha. Sasa hii mishipa ikiwa dhafiru dawaliya, kwa maana mifumo ambayo ilojitengeneza katika sehemu ya epididymis, tanqulu damma almustanfida minhu al-oksijaina, huchukua damu ambayo iliyokuwa ndani yake haina oxygen min al-khusya, kutoka katika korodani, ila waridi al-khusyati raisi, kupeleka katika mshipa mkuu wa korodani, sawa. Watumathilu dawaliyul khusya tadahumuha fi dhafirati ad-dawaliya. Hapo sasa ndipo pataanza mushkili wa kupatikana kwa kitu kinachoitwa busha tadahuman, kwa maana kwa kuanza kuvimba ad-dhafirati ad-dawaliya, kuanza kuvimba nini? Zile dhafiratu ad-dawaliya, kwa maana vile vijimishipa vidogo vidogo vilivyojikusanya kwa wingi katika sehemu ya korodani, hapa pakianza kuleta athari. Sasa pana vimba, na baada ya kuvimba hatari inaanza kuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu damu inajikusanya na maji yanajikusanya katika maeneo haya, na mara nyingi sana inakuwa upande mmoja, na hasa jihatul aisar, yani kwa maana sehemu ya kushoto katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Sasa kuna viashiria ambavyo vinaweza vikajitokeza, tutakuja kuviona katika darasa linalokuja. Wakasema mashekh zetu, indama yahsulu damu almustanfidu minhu al-oksijaina ala ad-dami fi shabakati al-awrida, tatamaddadu al-awridatu wa tantaju anha dawaliyul khusya. Wakasema mashekh zetu, pindi ambapo damu ambayo iliyokosa oksijeni inapokuwa imejikusanya katika sehemu ya mishipa midogo midogo, tatamaddatul aurida, mishipa inaanza kutanuka sasa katika hali ya namna hiyo, watantaju anha dawaliyul khusya, na hapo ndipo panapozalisha kinachoitwa busha sasa katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo mwanaume anaanza kujiona katika hali za namna, na busha imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna busha ya kuwa dude, mzigo mkubwa, lakini kuna busha ambayo pia ule mzigo inawezekana ukapotea kabisa, yani ukawa upo, lakini ukiangalia korodani kama hazipo, zote zimepotea katika hali za namna hiyo. Hii pia imo,
Tunakwenda vizuri Kwa sababu korodani material yake Mwenyezi Mungu namna alivyoyaumba, yani inahitaji takriban nyuzi joto sopungua 35 miwian na zisizozidi hapo pia. Tunakwenda sawa? Sasa zile nyuzi joto, na ndio maana utaona baadhi ya nyakati korodani inakimbia mwili na baadhi ya nyakati inaufata mwili. Kwa sababu gani? Kama upo katika sehemu yenye joto, basi korodani inachofanya huwa inafungua zile tishu. Ikishafungua ile tishu afu korodani inakimbia kidogo mwili. Kwa sababu gani? Sehemu iliyokuwa ni sehemu yenye joto, mwili umetengeneza joto kali. Kwa hiyo ili joto la husu ya ile korodani libakie kuwa katika kiwango chake, ndipo katika mazingira kama hayo inabidi sasa korodani ikimbie mwili katika hali za namna hiyo. Ndio utaona jambo linakuwa refu kidogo linashuka chini. Tunakwenda sawa? Wanaume wote mnajua mambo. Sawa? Lakini ukiwa katika sehemu ya baridi, mwili una baridi, korodani ilihifadhi kiwango cha joto lake, inachofanya zile tishu inajikunja, alafu ile korodani inapanda juu na inakuwa ngumu pia. Wanaume wote mnajua hilo. Sasa inakaa kabisa mwili hapa yenye hapo hapo katika hali za namna hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhifadhi kiwango cha joto. Kwa sababu kama kiwango cha joto kitakuwa kinaparaganyika, basi unaweza ukapata busha mzee. Kabisa unapata busha. Kwa sababu gani? Tutakuja kuona sababu za mtu kupata busha ni kwa nini. Zinategemeana na nini kinachopelekea mtu akapata busha. Lakini viashiria vyake ni nini? Inawezekana mtu akawa anahisi maumivu katika sehemu ya korodani, lakini akawa hana tezi, ana nyama busha katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Na tunapozungumza busha, manake ni sawa na tukiyazungumza matende. Yani ndio vitu shay'ani yani mutawafiqan, ni vitu viwili vinavyoafikiana. Yani ndivyo mambo jinsi yalivyo. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza kuwa na maumivu ya korodani, lakini ikawa sio tezi, ni kwa sababu tumshipa ule alwarid haufanyi kazi. Damu inazidi kujikusanya na maji yanajikusanya hapo mahala, matokeo mwinyi anakuwa mkubwa kabisa katika mazingira kama haya. Sasa taratibu za matibabu zipoje? Tufuatilie katika darasa zetu, mambo yatakwenda sawa sawa. Sababu hapa kuna njia mbili tu Njia ya kwanza wanaita al-amaliyatul jarahia, yani ni kufanya operation. Na njia ya pili istimalul adwiyatul mutawafiqa, ni kutumia dawa zinazokwenda sambamba na tatizo husika ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na zote tutaelekeza hapa. Ikiwa umefikia katika hatua ya kufanya upasuaji, tutakwambia mtafute daktari haraka sana. Na ukiwa umefikia hatua ya kwa maana unaweza tukutumia dawa mambo yakawa sawa, tutakwambia tumia dawa mambo yawe sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho niseme ndugu zangu, kwa wale ambao wenye matatizo ya tezi dume, kwa maana tunapoizungumza tezi dume, yani ni wale wenye tadahumul borostata, manake prostate imevimba, hawa watajikuta wanapoteza utendaji wa tendo la ndoa, na hata wakiweza basi wanakuwa ni wepesa na kufika haraka, yani wanakuwa mwendo kasi. Lakini kadhalika mkojo imma utoke kwa maumivu au unatoka kidogo, mkojo unakosa kasi wakati wa kutoka, lakini wakati mwingine mkojo mtu unampita bila kujitambua. Hizi zote ni aghrad, viashiria vya tezi dume. Iwapo utaona viashiria hivi na vingine vingi tu, insha Allah tutafute kwa namba zetu, tutakushauri nini cha kufanya. Lakini dawa zetu ni hizi hapa ambazo ni mujarabu sana kumaliza tatizo la tezi dume, na matumizi yake ni vichupa 10 tu hivi insha Allah, na vinatumika ndani ya masiku 30, kwa maana mwezi mmoja mambo yanakwenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme ya Rabb, Mwenyezi Mungu tunakuomba haya tunayoyafanya Mola wetu, ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin. Insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748969733 na 0659869733.